Kwa hiyo let's say wewe una nyumba yako ipo Mwanza na unajua kabisa kuna vivutio fulani wateja wako wanakuja kuvifuata Mwanza, then lazima ukae chini ufikiria kwamba okay, kama mteja wangu ni mzungu, maana yake atakuja airport. Akija airport, nani anamfuata airport? Unamuuliza, yeah, by the way, naona unakuja airport, unafika pale labda tuseme saa 1 usiku au saa 2 usiku, nani anakuja kukufuata? Show some care. Then unaweza kumwambia, is it possible kama tukija kukufuata lakini service yetu ya shuttle ni shilingi fulani, kiasi fulani unakitaja, labda ni 60,000. Yote hii unapata kwa kufanya mahesabu kujua amount gani inafaa au inaendana na mteja wako. So ukiachana na hiyo, unajua kabisa mtu anakuja pale atalala, lakini kama anafika usiku anahitaji kula, unaweza kumuuliza if they are willing waandalie chakula, walipie kiasi fulani, labda $6. Then wamefika pale wanakaa siku 6 na wamekwambia wanakuja kifamilia, wanataka kuenjoy. Unaweza ukamwambia ninaweza nikakupa package ya city tour, wakazunguka zaidi kuona Mwanza ilivyo, wakaenda maeneo ya kuenjoy kifamilia. Ukaorganize hiyo trip, labda ukasema kwa hii trip kwa kila kichwa labda kuzunguka kwa hiyo siku ni $30. Kwa hiyo kama wako 4 ni $120. Sawa. Then wamefika pale, wameona mtu mwingine anasema anataka kukodisha gari. Kama unataka kukodisha gari, unaweza ukawa wewe hauna hiyo gari, lakini upo tayari kuongea na mtu mwenye gari akakukodishia wewe kwa bei nzuri, labda ukawa dereva au katafuta dereva akaliendesha, then ukakodishia wao, then ukapata service nyingine hapo ya kuongeza. Kiufupi nachojaribu uone ni kwamba ukiingia kwenye miguu ya mteja, unajaribu kuangalia huyu mteja kwenye kila safari ni sehemu gani anakuwa ana uhitaji, then wewe unajibu uhitaji.